Bwana Yesu asifiwe. Napenda kukaribisha msikilizaji wangu katika kipindi kingine cha kujifunza maandiko matakatifu, na leo tena tunaendelea na kitabu cha Petro wa kwanza na kitabu cha Petro wa pili. Tutakuwa tukiangalia Mungu ni nani na Yesu Kristo ni nani na injili ambayo wanaihubiri ni ipi. Kabla tujaendelea na kipindi hiki, napenda nikukaribishe kwa ajili ya ombi la magoti. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa nafasi hii tena. Tunakukaribisha katika kipindi hiki. Bariki mtazamaji na msikilizaji. Mpe uelewa, bariki neno hili likalete badiliko katika maisha yake. Sote utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Naombi maalum ni kwa ajili ya kanisa la kutakatifu, kwamba pakana uamko na uamsho na kurudi katika kweli zako zile ulizozifunua. Tunaomba na kuamini katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Petro ni mtume wa Yesu Kristo na ni mmoja wa mitume ambao pengine kwa namna pekee pamoja na Yohana mtume na Yakobo walipitia uzoefu wa karibu zaidi kwa habari ya utumishi wake Yesu Kristo na utume wake Yesu Kristo. Na pengine unaweza kusema kwamba ni watu ambao walikuwa wa karibu zaidi pengine kuliko hata wale mitume wengine kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na mtume huyu ni mmoja wa mitume ambao walijitoa zaidi kwa ajili ya kazi hii ya utumishi ambayo kwayo Bwana wetu Yesu Kristo alimuita ili aipeleke. Na tunaona pia katika maandiko matakatifu kwamba japokuwa uongofu wake ulisuasua sana, lakini Yesu katika maneno mojawapo ya mwisho wakati kabla hajaondoka kupaa kwenda mbinguni, alimwasa na kumhoji maswali magumu Petro, akimuuliza, je, Petro wanipenda? Mara 3. Na Petro akasema kwamba ndiyo Bwana, nakupenda. Hatimaye hata akalia, lakini akamwambia, utakapoongoka waimarishe na ndugu zako au wenzako. Sasa tutaanza na Petro wa kwanza na tunachoangalia katika masomo haya ni kumtambulisha Mungu jinsi ambavyo maandiko yanamfunua na mwanaye wa pekee Yesu Kristo, na pia kufafanua mambo mengine ambayo yamewachanganya wengi, kama vile kwamba Roho Mtakatifu ni nani, na je, mambo mengine ambayo yapo katika maandiko, injili wanayohubiri ni ipi? Kwa sababu ujuzi wako wa mambo juu ya Mungu ndio msingi haswa wa injili yote ambayo inayohubiriwa. Kama Mungu wako unayemwabudu ni Mungu wa uongo au miungu ya uongo, obviously na injili yako itakuwa unayoiamini ni ya huyo Mungu wa uongo, na injili itakuwa ni ya uongo. Ndio maana katika kitabu kile cha Yohana 17 mstari ule wa 3, Yesu Kristo anasema ya kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Anawataja wawili, anamtaja Baba yake na anamjitaja yeye, kwamba tukiwajua hao tuna uzima wa milele. Na uzima wa milele ni dhana kubwa katika maandiko matakatifu, lakini tuanze na Petro hapa. Petro wa kwanza 1 kuanzia fungu la 1 mpaka lile la 3. Nasema, Petro mtume wa Yesu Kristo,
kwa wateule wa utawanyiko wakaao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na Bithinia, kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mkapata kutii na kunyunyizwa damu ya Yesu Kristo. Neema na amani ziongezwe kwenu. Kwa utaona hapa Petro, kama vile mitume wengine, anamtaja Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye mwana wa Mungu, na anamtaja Mungu Baba kwamba yeye ndiye alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho. Na tunajua katika maandiko matakatifu kama tunavyosoma katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili 3 fungu lile la 16 na 17 na 18, anasema kwamba lakini wakati wote watakapomgeukia Bwana ule utaji huondolewa. Basi Bwana ndiye Roho, lakini alipo Roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Kwa hiyo Bwana ndiye Roho. Roho ndiye Yesu Kristo. Kwa kuna wakati Roho inamaanisha Yesu Kristo, na kuna wakati Roho inamaanisha Mungu, kwa sababu ukisoma katika Yohana 4 wakati Yesu anajadiliana na yule Msamaria, Yesu alieleza Mungu ni nani na Roho ni nani. Kitabu cha Yohana 4 mstari wa 20 anasema kwamba Mungu ni Roho, nao wamwabuduo yeye inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu ni Roho, na hao wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo maandiko yanaposema kwamba kutakaswa na Roho, inamaanisha Yesu mwenyewe, kwa sababu Yesu ndiye ambaye anatutakasa kama tutakavyoona hapo mbele pia, na kwamba maandiko yamesema kwamba Roho ni Mungu au Mungu ni Roho, lakini pia maandiko yamesema kwamba Yesu ni Roho. Pengine fungu lingine la kukazia, sababu kutoka katika shida ya imani ya uongo, sasa imani za utatu ni kazi ngumu sana. Ni mpaka ujue kabisa maandiko yanasema nini katika dhana hii, ili ujue kwamba kwa kweli maandiko hayafundishi mafundisho ya uongo kama mafundisho ya utatu mtakatifu, bali maandiko yanamfunua Baba na yanamfunua mwana wa Mungu na anaeleza Roho ni nini. Katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 15 anasema kwamba ndivyo ilivyoandikwa. Kwa hiyo mambo yote yanajengwa katika kipi kimeandikwa, sio kile watu wanavyosema. Hiyo pia ni kanuni muhimu ambayo watu wa Mungu mnapaswa kuiona na kuifahamu, kwamba kile kinachoaminiwa ni kile kilichoandikwa. Lakini utaangalia katika maandiko yote kwa habari ya utatu, hutayaona katika maandiko matakatifu. Ndiyo maana si vizuri kuamini kitu ambacho hakikuandikwa. Kwa anasema hapa fungu la Bwana kwamba ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu, kweli imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo, akawa kiumbe aliye hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Kwa hiyo Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa mwisho tunamfahamu ni Yesu Kristo, sababu yeye ndiye mwanzilishi wa jamii mpya baada ya ile ya Adamu kuanguka. Jamii mpya, yeye ndiye Adamu wa pili, yeye ndiye mwanzo mpya, yeye ndiye anasimama kama mzazi wetu mpya, kwa sababu yeye ndiye anayetukomboa. Ndio maana nasema kwamba wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kwa lugha rahisi pia kwamba sisi ni wana
wake Yesu Kristo. Ndio maana kwamba anasema katika kitabu cha Isaya 9 mstari wa 6 kwamba tumepewa mtoto wa kiume, na uweza wa kifalme utakuwa juu ya mabega yake, naye ataitwa mfalme wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Akwaje Baba? Kwa sababu ametuzaa mara ya pili. Kwa hiyo katika context hiyo au muktadha huo tunaelewa kwamba Yesu pia kwetu ni baba. Lakini pengine ni somo lingine. Fungu la Bwana linasema kwamba lakini hautangulii ule wa roho, bali ule wa asili, baadaye uja ule wa roho. Okay? Mtu wa kwanza atoka katika nchi, yani Adamu, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, ambaye ndiye Yesu Kristo. Kwa hiyo ndio maana ya roho. Kwamba roho, yeye Mungu Baba ni roho. Na neno mtakatifu ni ile tukisema kwamba ni aliyetengwa. Okay? Kwa hiyo Mungu Baba pia ni Roho Mtakatifu. Lakini Yesu Kristo pia ni Roho Mtakatifu, kama ambavyo maandiko yanasema kwamba Bwana ni roho. Na pia malaika ni roho watakatifu. Okay? Kwa sababu unapokuwa na uhai wa Mungu au wapo wa Mungu ambao ni pia ndiyo roho ya Mungu ndani yako, wewe unakuwa mtakatifu. Kwa hiyo unakuwa ni Roho Takatifu. Lakini pia unatakiwa uelewe kwamba kuna the Holy Spirit. Yaani ukitumia article the katika Kiingereza unaona kwamba ni unique. Kwa hiyo kuna Roho Mtakatifu ambaye tunamjua kwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo kama maandiko yanavyomfunua. Lakini pia malaika pia ni watakatifu. Ndiyo maana ukisoma kitabu cha Ufunuo pale anasema kwamba kuna roho 7 za Mungu zilizotumwa huko ulimwenguni. Roho 7 ni namba ya uwakilishi ambayo huwakilisha utimilifu, yani huwakilisha vitu vingi zaidi ya 7, vingi. Ndiyo maana ya 7, roho 7 za Mungu, kwamba hawa ni malaika waliotumwa. Hata katika Waebrania anasema hivyo kwamba wafanya malaika zake kuwa ni roho zitumikazo, kuwa ni pepo. Pengine uangalia hapa katika Waebrania, kabla tujaanza kukimbia, Waebrania sura ile ya kwanza, kitabu cha Waebrania sura ya kwanza, Waebrania hapa sura hii ya kwanza, Waebrania 1 fungu la 7 na fungu la 10 nasema kwamba na kuhusu malaika asema awafanya malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Na neno roho kwa kweli maana yake ni pepo au numa au uhai. Kwa hiyo pia inategemeana na context jinsi hilo neno roho linavyotumika. Roho inaweza kumaanisha nafsi ya Mungu au nafsi yake Yesu Kristo. Lakini pia inaweza kumaanisha uhai kama tutakuona katika mafungu mengine, au pia inaweza kumaanisha malaika pia roho. Kwa hiyo kusoma mfano Waebrania 1:10 anasema kwamba je, hao wote si roho watumikao? Labda uanze 13 kusema je, yuko malaika aliyemwambia wakati wote uketi mkono wa kulia hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako? Kwa sababu malaika aliye mjumbe, by the way neno malaika pia linamaanisha mjumbe. Na kwa kweli hakuna malaika, sababu hapa shetani ndiye ambaye alikuwa anataka apewe nafasi kule mbinguni. Kwa hiyo hakuna malaika ambaye aliambiwa maneno haya au alipewa ahadi hizi isipokuwa mwana wa Mungu, mjumbe wa Mungu, mjumbe wa agano, Yesu Kristo. Na
fungu la 10 nasema kwamba je, hao wote si roho watumikao, yani malaika wakitumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu. Kwa hiyo wale watakaorithi wokovu wanatumikiwa na roho, yani roho watakatifu, sababu malaika ni watakatifu, malaika watakatifu. Kwa hiyo pia hao ni roho watakatifu. Kwa hiyo katika muktadha huo humaanisha hicho. Lakini pia in a special sense unatakiwa kuelewa kwamba sasa kusoma katika kile cha ile writings kurasa 54, 55, 56 na pia utasoma mahali hata katika Biblia kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu, ni uwapo wake, ni uweza wake, ni uhai wake Mungu. Na huu hai au huu uzima umo ndani ya Baba, lakini mwana wa Mungu pia anao. Lakini pia kwa sababu Mungu si mchoyo, amewapa pia malaika, ndio yanaitwa mafuta, ndio amemtia mafuta mwana wa Mungu, ndio roho hiyo amemtia mafuta. Ndio pia haya mafuta baada ya kutiwa kwa mwana wa Mungu yanatiririka yanaingia kwa malaika. Mafuta hayo malaika wanapokuja kutuhudumia yanatiririka na kuja kwetu sisi pia watumishi. Kwa hiyo na sisi tunakuwa ni roho zinazotumika, sisi kama binadamu ni roho zinazotumika kwa sababu mafuta yale ni matakatifu na sisi tunakuwa watakatifu. Kwa hiyo haui mtakatifu kwa sababu yote ile, bali kwa sababu Roho Mtakatifu wa Yesu, uhai wake unakuwa ndani yako. Ndio ile kusema kwamba kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, kusoma katika kitabu kile cha Yohana 15 pale sura yote, lakini unaweza kaingia zaidi katika fungu la 3 na la 5 na kusema kwamba kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu ili muweze kuzaa sana, na kwamba tunakaaje ndani ya Yesu na yeye anakaaje ndani yetu ni kupitia roho yake takatifu. Roho yake takatifu, yani hayo mafuta, yani uhai wake unapoingia ndani yetu. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa tukitamka inakuwa kwa sababu roho aliye ndani yetu ndiye anayetuongoza, ni mtakatifu. Tunakuwa watakatifu kwa sababu ya roho aliyeko ndani yetu. Kumbuka habari ya Musa, aliambiwa vua viatu vyako, mahali hapo unaposimama ni patakatifu. Kwa nini palikuwa ni patakatifu? Kwa sababu palikuwa pana uwapo wake yeye mwenye nguvu ambaye ni mtakatifu, ndio maana panakuwa patakatifu. Ndoa inakuwa jitakatifu, ndoa inakuwa takatifu kwa sababu yeye yuko ndani ya ndoa ambaye ni mtakatifu. Je, kanisa linakuwaje takatifu? Kanisa linakuwa takatifu kwa sababu aliyeko ndani ya kanisa ni mtakatifu. Hekalu linakuwa takatifu kwa sababu aliyeko ndani ya hekalu ni mtakatifu. Kwa hiyo ndio dhana, hivyo ndivyo utakatifu unavyokuwa. Hata ardhi hii inakuwa ni takatifu kwa sababu aliyeko hapo ni mtakatifu. Kwa hiyo utakatifu unaambukizwa hivyo. Kusoma kitabu kile cha Zekaria 4 inaeleza, kusoma kitabu kile cha Ufunuo 5 na Ufunuo 6 inaeleza pia. Ufunuo 5 na Ufunuo 4. Lakini kwa habari ya malaika watakatifu. Lakini pia kusoma hata kitabu kile cha Ezekiel 1 anaeleza jinsi ambavyo utakatifu huu tunaupata kwa namna hiyo. Japokuwa ni somo lingine la siku nyingine, endelea kusikiliza na kufuatilia masomo haya ili uzipate. Kwa hiyo hapa tunakuja sasa kwamba anasema kwamba fungu la pili katika Petro wa kwanza 1:2 nasema kwamba kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho. Kwa hiyo walitakaswa kwa uwapo, kwa sababu kutakasa ni kitenzi ambacho kinafanya uwe mtakatifu. Kwa hiyo walifanywa kuwa watakatifu na Roho, yani kwa Roho kuwa ndani yao. Hicho kitu kiliwafanya wao wawe watakatifu. Kwa ndivyo utakatifu unavyokuja, na ndivyo Roho Mtakatifu, au sababu kusema mtakatifu kwa lugha rahisi ni kwamba watu wengine, kwa sababu translator walikuwa na ile Trinitarian mindset, kumaanisha kwamba ni nafsi. Haina shida kwa sababu
unaweza kusema Roho Mtakatifu kumaanisha ni Yesu Kristo kwa sababu ni nafsi, au kumaanisha Baba kwa sababu ni nafsi, lakini utakuwa unafanya makosa ukimaanisha kwamba kuna kitu kingine au Mungu Roho Mtakatifu, kwa sababu maandiko hayaongei habari hiyo kwamba kuna Mungu Roho Mtakatifu. Maandiko hayaongei hicho kitu, bali popote pale anaposema kwamba Roho Mtakatifu alisema, Roho Mtakatifu alifanya hivi kama tukavyoona hapa, anachomaanisha ni Yesu Kristo ndiye aliyefanya, kwa sababu ile Roho Mtakatifu ni roho ya Yesu, ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo utendaji ule ni utendaji wa Yesu Kristo. Kwa hiyo anasema hata mkapata kutii na kunyunyizwa damu ya Yesu Kristo, neema na amani na ziongezwe kwenu. Kwa nini nataja damu? Always inakuwa connected na jina Yesu, kwa sababu yani Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo inatambulisha mwanadamu Yesu Kristo. Na anaposema mwanadamu, simaanishi tu kwamba alikuwa ni mwanadamu tu kama sisi, lakini kwa kweli alitwaa ubinadamu na ndiye aliyemwaga damu. Ndiyo maana damu inapotajwa inahusianishwa na Yesu Kristo, lakini utakaso unahusianishwa na roho ya Yesu au Yesu mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye anayefanya kupitia roho hiyo takatifu. Kwa utagundua kwamba wanaostahili kuabudiwa ni wawili. Wa kwanza ni Mungu Baba kama maandiko yanavyomtaja, na wa pili ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Ni wawili tu na wala sio watatu, bali wengine wote ni roho zitumikazo, ni malaika, ni binadamu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu ya Mungu, wapo wa Mungu. Kwa hiyo yeye Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu yumo ndani ya malaika, yumo ndani yetu sisi pia, na ndivyo anavyotumika kuja kwetu na kutuhudumia. Fungu la 3 anasema kwamba ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Utaona kwamba anamtaja Mungu Baba, ndiye anayehimidiwa, wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu Mungu Baba ni Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye sisi pia ni baba yetu kama maandiko ambavyo yanavyosema. Kwa wako wawili ambao tunapaswa kuwapa ibada na kuabudu. Ndio maana Yesu katika kitabu kile cha Yohana 14 anasema kwamba mnamwamini, fungu la kwanza, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu na makao mengi, kama sivyo ningewaambia, maana naenda kuandalia makao kisha nitarudi. Kwa hiyo kumwamini Mungu, anatuambia tumwamini na yeye. Hasemi tena tuamini Mungu Roho au mtu mwingine wa tatu, hapana, bali wanaopasa kuabudiwa ni Baba na Mwana. Wanaopasa kuaminiwa kwa habari ya imani ni Baba na Yesu Kristo. Na hata Yesu Kristo Baba tunamwamini kupitia Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye njia. Ndio maana katika kitabu kile cha Matendo 4:12 anasema kwamba kwa maana hatujapewa jina lingine lolote ile tupasalo kuokolewa kwalo bali jina la Yesu Kristo. Matendo 4:12. Kwa hiyo ni jina tu la Yesu Kristo tumepewa kuokolewa kwalo. Petro hii ya kwanza tukienda fungu la 12 anasema kwamba wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiria ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyaona, kwa sababu huyu Roho Mtakatifu, yani huu uwepo na uwezo wa Mungu Yesu Kristo, wa Yesu Kristo, Mungu Mwokozi wetu, ulitumwa kupitia malaika na ukaletwa ulimwenguni. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wanapoenda wanaubeba huu uwezo au Roho Mtakatifu kila wanapoenda. Hivyo kwa njia ya Roho Mtakatifu, yani Yesu Kristo mwenyewe, Injili inahubiriwa kama tutakavyoona hapo mbele kwamba yeye japokuwa yuko mbinguni physically, lakini kwa njia ya Roho wake Mtakatifu bado yupo hapa na kanisa lake kama mchungaji mkuu na mwokozi wetu.
Fungu la 18 anasema kwamba nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na dosari wala waa, yaani ya Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu, na kupitia kwake mmekuwa wenye kumwamini Mungu. Ndicho nilikuwa nakisema, aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Kwa hiyo imani na tumaini letu linakuwa kwa Mungu kupitia kwake Yesu Kristo. Lakini pia ni muhimu kuelewa kwamba yeye hakujifufua, yeye Yesu Kristo alifufuliwa. Kwa hiyo pale anaposema kwamba mimi nautoa uhai wangu kisha nautwaa, anachomaanisha ni kwamba anaupokea kutoka kwa Baba, kwa sababu malaika alituma kutoka mbinguni akaja kumuita kwamba baba yako anakuita, na kwa ujumbe ule Yesu Kristo akafufuliwa kwa nguvu za Baba. Kwa hiyo Mungu wa kiutatu anachofundisha ni kwamba Yesu alijifufua mwenyewe, kwa maana kwamba hakufa, kwa sababu kama ulikufa huwezi ukajifufua mwenyewe. Na ukweli ni kwamba Yesu alikufa kabisa kama mwana wa Mungu, the divine son of God. Si tu kama mwana wa Mungu aliye binadamu, bali kama mwana wa Mungu, the divine son of God. Sasa watu wengine wanasema kwamba divinity does not die. Ni kweli kwamba uungu haufi, lakini ukweli ni kwamba ili Yesu aweze kufa ilibidi avae mwili. Alipovaa mwili, maandiko yanasema katika Roho nabii, ambapo tutachambua kwa undani siku nyingine, kwamba alipokufa divinity au uungu wake ulitulia katika kaburi. Kwa lugha rahisi ni kwamba haukuweza kufanya chochote kingine kile, kwa sababu ulikuwa una operate kupitia mwili wake. Lakini kwa sababu alikuwa amekufa, Yesu Kristo ndiye pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kubadilika. Mungu Baba habadiliki, is changeless. Yesu Kristo ndiye anayeweza kubadilika, Mungu anayeweza kubadilika, kwa maana ya kwamba aliweza kutwaa mwili, hilo ni badiliko la kwanza, akawa incarnated, akawa binadamu, ni badiliko hilo, alafu akaweza kufa. Kwa hiyo mahali katika maandiko inaelezwa wazi kwamba alikufa. Soma katika kitabu kile cha, na hiyo ndio injili ya kweli. Hiyo ndio injili ya kweli kwa mujibu wa Biblia. Lakini injili hii Mungu utatu pia ana injili yake ambayo ni tofauti na hii. Anachosema ni kwamba Mungu utatu ni kwamba Yesu Kristo akufa, kwa sababu ukisema alikufa maana yake utatu unabomoka, hui tena utatu. Okay? Na utatu unachofundisha ni kwamba Mungu ni mmoja, ana nafsi tatu na hafi, na hana uwezo wa kufa. Na sio amelitoa wapi hilo jambo. Lakini tunajua katika maandiko kwamba katika ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:16 anasema kwamba yeye pekee ambaye hapatikani na mauti ni Mungu Baba. Lakini mwana wa Mungu anaweza kufa, ndiyo maana alichukua mwili ili aweze kufa. Na haya mambo tunayaona katika kitabu kile cha Ufunuo 1:18 anaposema kwamba na aliye hai. Pengine tusome fungu la 17, anasema kwamba nami nilipomwona nilianguka miguuni pake, alipomwona Yesu Yohana, kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Okay, katika context mimi ni wa kwanza na wa mwisho, kwamba hakuna mwingine in between. Yeye ndiye mwanzishi wa wokovu, yeye ndiye anayeumaliza, ndiye aliyepo hapa pia kupitia Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo hakuna Mungu Roho Mtakatifu. Anasema na aliye hai. Kwa hiyo yuko hai ndani yetu na yuko mbinguni katika mwili. Lakini anasema kwamba nami nilikuwa nimekufa. Okay? Past tense. Kama alikuwa amekufa. Sasa kama Yesu alikuwa amekufa, maana yake hilo tu linatosha kuthibitisha kwamba hakuna utatu, hakuna trinity.
Kwa sababu Trinity inachoamini na inachofundisha ni kwamba Mungu ni mmoja na nafsi tatu, na hizo nafsi tatu hazitengani, na kwamba Mungu hafi. Lakini Biblia inasema kwamba nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Kwa Yesu Kristo anakiri kwamba alikuwa amekufa na tazama yu hai. Na maandiko hapa katika Petro tunasoma anaeleza kwamba yeye Mungu Baba ndiye aliyemfufua kutoka katika wafu, kwa aliyemfufua mwanaye. Kwa hiyo mwenye uwezo wote ni Mungu Baba na ndiye aliyemfufua mwanaye mpendwa na amempa mamlaka kama tunavyosoma. Kwa hiyo damu iliyomwagika ni damu ya mwana kondoo wa Mungu, sio tu ya mtoto wa Mariamu, bali ya mwana wa Mungu, the divine son of God. Kwa ni damu ya thamani sana iliyomwagika kwa ajili yetu, kwa sababu binadamu asingeweza kutuokoa sisi tu kama binadamu. Lakini tunajua kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, alikuwa na uungu, lakini pia alivaa ubinadamu. Hivyo alivyokufa, damu ile ni ya thamani. Hata shetani alishangaa kusoma katika kile cha Desire of Ages kwa habari ya kafara kubwa namna hiyo ilivyotolewa kwa ajili ya viumbe kama sisi. Kwa hiyo Mungu ametoa kitu cha thamani kubwa sana kwa ajili yako, kama ukisikiliza Biblia inachosema na Injili inayohubiriwa na Mungu Baba na mwana wa Mungu katika maandiko matakatifu. Lakini ukifuata Injili ya utatu inachosema ni kwamba aliyekufa pale ni binadamu tu, kwamba Mungu alimtumia tu huyo binadamu kufanya mambo haya. Sasa hicho kitu ni uongo na si kweli. Kwa hiyo tunafundishwa na kuelewa kwamba Yesu Kristo ndiye muweza wa yote, na yeye ndiye atakaye maliza yote haya, na ndiye wa kuaminiwa. Fungu la 22 linasema kwamba mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kufikia upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo safi. Wanasema kwamba mkitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, na tumesoma hapo mwanzo inasema kwamba yeye ndiye kweli. Pengine turudi fungu la 10 na la 20, inasema kwamba naye, yani Yesu Kristo, amejulikana kweli tangu zamani. Yani kwamba Yesu Kristo ni kweli. Kusoma kitabu cha Yohana anasema kwamba mimi ndimi kweli na uzima. Kwa Yesu ndiye kweli na amejulikana hivyo tangu zamani, tangu enzi huko mbinguni. Na hiyo maana yake nini? Hapa anasema kwamba watakase, anasema fungu la 22, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, yani kwa kumtii Yesu Kristo, ndivyo tunavyotakaswa. Sasa ukirudi ile fungu tulikuwa tunafafanua la Roho Mtakatifu katika Petro 1:2, Petro kwanza 1:2, nasema kwamba kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho. Kwa hiyo kwamba Roho anatakasa, alafu kweli anatakasa. Kweli ndiyo Yesu na Roho ndiyo Yesu. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba Yesu ndiye anayetakasa na anajidhihirisha kupitia kweli ambayo ndio neno lake. Sema neno lako ndiyo kweli, na anajidhihirisha kupitia Roho yake takatifu katika kufanya hizo kazi. Ndio maana nasema kwamba si kwa nguvu bali kwa Roho wangu, asema Bwana, kwamba mambo yote atayafanya. Alikuwa anamwambia nabii mmoja Agano la Kale kwamba mambo yote yanafanywa kupitia Roho wake, na Roho wake ni uhai wake, ni uwapo wake, ni nguvu zake yeye, kwa sio nguvu za kibinadamu, lakini pia ni wajumbe wake, malaika wake watakatifu, pia ni nguvu zake takatifu. Kwa hiyo ndio ufafanuzi ya eneo hilo. Tukiendelea katika Petro kwanza 2 mstari wa 7, anasema kwamba tuanze mstari wa 5 actually. Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Okay? Kwa nyumba ya Roho kivipi? Kwa sababu
Sisi Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anaingia ndani yetu kama nilivyoeleza hapo awali. Pengine usome Wagalatia 2 mstari wa 20. Paulo mtume huyu ambaye amefanya mambo makuu anasemaje? Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, yani hiyo Roho Mtakatifu, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa hiyo aliyeko ndani yako kama mcha Mungu Mkristo ni Yesu Kristo. Ndio maana anasema Kristo yu hai ndani yangu, yani roho ya Kristo iko ndani yake. Ndio hivyo anavyokuwa hai, na ndivyo Yesu anavyoingia ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hapo sema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho. Okay, ukuhani mtakatifu. Sasa nyumba ya Roho, kwa sababu hekalu, hata kusoma katika Agano la Kale, hekalu mle ndani alikuwemo Mungu Baba na alikuwemo Yesu Kristo. Okay? Ndio ishara ile unayoisoma pale katika kitabu, katika kile chumba cha kwanza kuna ile mikate ya muonyesho. Ni somo hilo lingine. Paili ya kwanza ina mikate 6 na nyingine mikate 6 ikiwakilisha Mungu Baba na Mwana wa Mungu. Lakini pia kupika chumba cha pili kule ndani kuna pale patakatifu, malaika, ile mercy seat, ile kifuniko cha rehema pale, ile meza ya rehema, malaika wamezingira huku na huku, lakini pale kuna utukufu au uwapo wa Mungu. Kwa hiyo hekalu la Mungu, hao ndio walioingia na kukaa, na hao ndio wanapokea ibada. Kusoma pia katika kitabu cha ile Writings kurasa 55 anaeleza jinsi ambavyo Mungu alihama kutoka chumba cha kwanza akaenda chumba cha pili, na Yesu akamfuata kutoka chumba cha kwanza akaenda chumba cha pili wakiwa hekaluni, na watu wakawa wanaomba Roho Mtakatifu, lakini Baba akapumua yule Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ukawajia wale waliokuwa wakiabudu. Okay? Kwa hiyo soma hapo, anaeleza vizuri. Kwa hiyo utagundua kwamba hivyo ndivyo haya mambo yalivyo. Kwa hiyo unaposema kwamba inaposema maandiko kwamba ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, manake ni Roho Mtakatifu kama tulivyosema yuko ndani ya Baba, yuko ndani ya Mwana, yuko ndani ya malaika. Kwa hata malaika ni nyumba ya Roho Mtakatifu, na yuko ndani yetu sisi. Hivyo ndivyo tunavyompokea Roho Mtakatifu. Na ndio maana pale siku ya Pentekoste chumba kilijawa na uvumi, upepo kama inavyoeleza, na ndimi za moto ziliwatokea katika vichwa. Na tumesoma katika kitabu cha Ufunuo cha Waebrania 1 mstari wa 7 na wa 14, anasema kwamba yeye huwafanya malaika au wajumbe wake kuwa moto. Kwa hiyo zile ndimi za moto wale walikuwa ni malaika, na ule uvumi au upepo ndio uwapo huo. Kwa wale malaika walikuja kumwaga roho, yani uwapo wa Mungu ndani ya miili ya hawa waumini wa awali. Na ndio maana kusoma kitabu kile cha Ufunuo anasema kwamba zile roho 7, yani malaika 7 kama namba ya utimilifu ya kiunabii, wametumwa huko ulimwenguni, wametumwa kuja ulimwenguni kwa kanisa la Mungu ili fanya kazi. Kwa hiyo basi sisi ni nyumba ya Mungu, ndani yetu Roho Mtakatifu anakaa, yani Yesu anakaa ndani yetu. Ndio anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kusoma pale Yohana 15, ili muweze kuzaa zaidi. Kwa hiyo anapokaa Yesu ndani yetu tunapata nguvu. Ndio maana anasema kwamba sitawaacha, naja kwenu. Kusoma Yohana 14, ile sura ya nyuma tu, kwamba alipokuwa anaambia nitawatumia msaidizi, baadaye anasema kwamba naja kwenu. Kwa hiyo huyo Yesu alikuwa anaongea katika nafsi ya tatu, yani the third person linguistically, lakini kama alivyosema he, she na kadhalika, au it. Kwa hiyo yeye anakuja
tena katika namna nyingine, yani kupitia roho. Ndio anasema kwamba ni heri mimi niondoke, yani kama physically yeye, ili kwamba aweze kuja kwa njia ya Roho Mtakatifu aweze kukaa ndani yetu. Ndio maana kusoma kitabu cha Ufunuo 3 anaeleza vizuri kwa habari ya kanisa la Laodikia ambalo kwa sasa linampinga Yesu Kristo na kumkana Yesu Kristo. Anaeleza mambo muhimu hapa. Fungu la 20 anasema kwamba tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa hiyo anabisha hodi. Sasa watu wengi wanadhani ni kubisha hodi ya nyumbani mwako. No. Hodi ya moyoni mwako, anataka aingie ndani ya moyo wako. Kwa hiyo ukifungua, Yesu anaingia halisi kabisa kwa kupitia roho yake takatifu. Kwa hilo ni jambo muhimu watu walione, na ili liweze kuwasaidia wasiweze kupotoka. Kwa hiyo basi tunapoendelea hapa anasema kwamba ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho. Dhabihu ni sadaka. Kwa hili na sisi kama vile tulivyopokea roho, na sisi tutoe dhabihu za roho, kwa maana ya kwamba, kumbuka Paulo alipokuwa akihubiri, mfano mmoja katika kitabu cha Matendo, hatutapitia kule, lakini unakumbuka alikutana na watu akauliza, nyie je, mlibatizwa kwa ubatizo upi? Wakasema tulibatizwa kwa ubatizo tu ule wa Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo walikuwa hawajapokea roho. Akawaambia pokeeni roho, akawatamkia hilo, wakapokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alitoa dhabihu ya roho kwao. Kwa hiyo Baba anamtoa roho. Yesu ametiwa mafuta, amejazwa roho na Baba, hai huu, nguvu hiyo. And then Yesu anawapa malaika wake. Alafu malaika wake wanatupa sisi. Alafu sisi nasi, kwa sababu tumekubali kuwa watumishi, tunawagawia wengine. Ndio maana tukitamka mtu anapona, tukiagiza inakuwa, kwa sababu roho aliye ndani yetu ndiye anayetenda hayo mambo, yani Yesu Kristo mwenyewe kupitia nguvu hizo. Kwa hiyo fungu la 6 hapa, Petro wa kwanza 2 fungu la 6 nasema kwamba kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kula pembeni, teule lenye heshima, yani Yesu Kristo, na kila amwaminie hata tahayarika. Kwa hiyo ukiamini neno la Mungu, neno la Yesu kama anavyosema, ukaacha kuwasikiliza wanatheolojia na watu wanaotunga maneno yao wenyewe, ukaamua kumsikiliza yeye mwenyewe anachosema, kama mwenyewe anavyosema, ukamsikiliza, utakuwa salama zaidi. Ukisoma Isaya 65 fungu la 7, fungu la kwanza pale anaeleza hatari iliyopo ya kusikiliza mawazo ya watu. Haijalishi wana elimu kiasi gani, haijalishi wanatenda miujiza kiasi gani, kama hawasemi yale yaliyoandikwa, wana hatari kubwa, na watu hao sio kuwasikia. Isaya 65 fungu la kwanza sema kwamba watu wasionitaka wanauliza habari zangu. Yani hawamtaki Yesu kama mwana wa Mungu, hawataki kumkubali Yesu kama mwana wa Mungu. Wamejitengenezea nadharia zao zingine, wakisema kwamba yeye ni Mungu mwana, wakimaanisha kwamba hakuzaliwa na Mungu ila anaigiza. Sasa anasema kwamba watu wasionitaka wanauliza habari zangu, nimeonekana na hao wasionitafuta. Hataki kumtafuta kama Yesu Kristo. Nililiambia taifa lisiloitwa kwa jina langu, nitazameni, nitazameni mchana kutwa. Nimewanyooshea mikono yangu watu walioasi, watu waendao katika njia isiyo njema, wakifuata mawazo yao wenyewe. Yani wana mawazo yao wenyewe ambayo wameyatunga kutoka katika filosofia za kina Plato, za kina Aristotle, za kina na watu wote hao na wale mababa wa imani wanaoitwa mababa wa imani, the church fathers,
ambao wao waliyakopa mambo hayo kutoka kwa wapagani wa kale na kuendelea kuyafundisha hayo, na sasa watu wanaaminishwa mambo hayo na yameingizwa katika Ukristo, lakini kwa kweli mambo hayo si kweli. Kwa anasema kwamba wana mawazo yao wenyewe. Fungu la 3, watu wanikasirishao mbele za uso wangu daima. Watu hao adhabu yake ameitaja hapo mbele. Kwa hiyo ukirudi katika Petro wa kwanza 2 hapa fungu ile la tulikuwa fungu la 6 nasema kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kula pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tahayarika. Kwamba Yesu Kristo anasema kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na wewe ukaamini hivyo, hutatahayarika, utakuwa salama kabisa. Fungu la 7, basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Yaani wajenzi wa kale wenye uzoefu walilikataa. Yaani watu waandishi na wanasheria katika maandiko matakatifu ambao walikuwepo kipindi cha Yesu, Mafarisayo na Masadukayo, wamelikataa kwa sababu wao ni wajenzi, ni waashi, ni mamasons. Hilo somo la Freemasons tutaangalia siku nyingine pengine, lakini ni masons. Yaani kwa kadri unapokuwa na imani iliyopotoka, wewe ni mjenzi wa kale na ni mjenzi wa imani potofu. Ndio wajenzi wale waliojenga Babeli ya kale. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo 11, wajenzi wale waliojenga Babeli, mnara ule, wakajenga imani potofu. Na hata ukisoma kitabu kile cha Ufunuo cha Danieli 3, walijenga sanamu wakiongozwa na Nebukadneza ya dhahabu, muungu huyo, wakataka watu waabudu, wakacheza. Kusoma pia katika kitabu cha Ufunuo 18 anasema kwamba umeanguka, ili ni tangazo la Mungu, umeanguka Babeli, mji ule mkuu uliojengwa. Sasa anasema kwamba jiwe hilo, yani Yesu Kristo, ambayo wamemkataa, amekuwa ni jiwe kuu la pembeni. Maanake ndiye anaye kuwa reference point. Ndio maana nilisema tangia hapo mwanzo kwamba msingi wa imani ya kweli ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana anasema kwamba na uzima milele ndio huu, wa kujua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa Yesu Kristo ukimuelewa vizuri, utaelewa mafundisho yote ya kweli ya Biblia. Ukielewa kwamba yeye ni mwana wa Mungu halisi, mafundisho yote ya Biblia yata make sense kwako. Ukimuelewa kwamba yeye ndiye Roho Mtakatifu, mafundisho yote ya Biblia yata make sense, kwa sababu yeye ndiye jiwe kuu la pembeni. Na hivyo shetani anajua kabisa kwamba akikupotosha katika uelewa wako kuhusu Yesu Kristo, ukashindwa kumuona kama mwana wa Mungu, basi huwezi kabisa kuielewa Biblia, 1. 2, huwezi kabisa kuelewa mambo mengine. Mfano, ukisema kwamba Yesu Kristo anaigiza uwana, kama ambavyo wanadai watu kwamba Yesu Kristo si mwana wa Mungu bali ni Mungu mwana, kwamba anaigiza tu kuwa ni mwana wa Mungu, lakini kwa kweli hakuwahi kuzaliwa na Mungu. Kwa hiyo amekuwepo tu tangia kipindi chote, yani hajawahi kuzaliwa huko mbinguni. Ukisema hivyo, maana yake ni kwamba anaigiza, na hivyo ni kumfanya Mungu kuwa ni muongo. Hiyo mbili. Lakini 3, ukienda na mtazamo huo, maana yake pia mambo yote ambayo Yesu amekuja nayo, amekuja kuyatangaza, maana yake yote ni maigizo. Anaposema kwamba alimtoa mwanawe wa pekee, kwa hiyo ina maana kwamba anaigiza, hakuwa mwanawe wa pekee. Anaposema kwamba Yesu Kristo ndiye njia, maana yake anaigiza, it's just a metaphor. Yeye sio njia halisi. Anaposema kwamba yeye ndiye mkombozi, maana yake sio mkombozi, anaigiza tu kama mkombozi. Anaposema kwamba neema imekuja, basi kumbe neema hiyo ni igizo, sio neema ya kweli. Kwa hiyo mpinga Kristo ambaye anatumiwa na shetani, hilo somo tutalieleza vizuri zaidi, anaweka wazi kwamba anakana. Kusoma kitabu cha Yohana, pengine tusome hapa.
Yohana wa kwanza 2 mstari wa 22 anasema kwamba ni nani aliye mwongo ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo? Huyu ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Okay? Narudia tena, huyo ndiye mpinga Kristo, yeye amkanaye Baba na Mwana. Kila amkanaye Mwana hanaye Baba, amkirie Mwana anaye Baba pia. Kwa hiyo umeona hapo wazi kwamba anayemkana mwana wa Mungu kama mwana wa Mungu, yani Yesu Kristo, huyo ndiye mpinga Kristo. Hivyo ndio maana ukisoma katika literature ya, pengine tuangalie hapa haraka, ukisoma katika kitabu cha Advent Review and the Sabbath Herald, Aprili 4, 1854, Kanisa Katoliki linasema hivi: because it is a day dedicated by the apostles to the honor of the most holy Trinity, kwamba Jumapili au ibada Jumapili ni siku iliyokuwa dedicated kwa au imetolewa kwa ajili ya kuweza kuheshimu Mungu wa utatu. Kwa hiyo inaona kwamba hata fundisho la Jumapili ambalo ni la uongo limekuwa dedicated kwa Mungu huyo. Sasa ukisema unamwabudu Mungu utatu, maana ni kwamba wewe unatakiwa utunze Jumapili ili uwe consistent. Huwezi kutunza Sabato alafu ukawa unaabudu Mungu wa utatu. Ina make contradiction, kwa sababu Mungu aliyetoa Sabato sio Mungu utatu, bali Mungu aliyetoa Jumapili ni Mungu Trinity. Pia unaweza kusoma katika Handbook for Today's Catholic ukurasa wa 16, anasema kwamba the mystery of the Trinity is the central doctrine of the Catholic faith. Upon it are based all the other teachings of the church. Kwamba siri ya utatu, yani Mungu utatu, ndiyo fundisho msingi la imani ya Kikatoliki. Na katika hilo fundisho mafundisho mengine yote ya kanisa yamejengwa. Mafundisho yote mengine ya kanisa yamejengwa. Kwa hiyo utaona kwamba uelewa wa utatu ndio unaojenga mafundisho yote potofu ambayo tunaita kwamba ni potofu, yaliyoko huko Babeli, yaliyoko huko katika makanisa yaliyopotoka. Kwa hiyo mambo kama mfano imani juu ya wafu kutokufa imejengwa katika fundisho la utatu. Imani juu ya utakatifu wa Jumapili imejengwa katika imani juu ya utatu. Imani juu ya ibada ya Mariamu mfano au kuabudu watakatifu, vyote vimejengwa katika imani ya utatu. Na vitu vyote vingine unavyojua kwa habari ya upotofu, hata ile injili yenyewe kwamba kuokolewa kwa matendo, kwa kufanya penances na vitu kama hivyo, na pia hata authority ya kanisa kuweza kutesa na kuadhibu watu, vyote vimejengwa katika imani ya utatu. Lakini katika maandiko matakatifu tunajua kwamba jiwe kuu la pembeni Yesu Kristo ana injili yake ya kweli ambayo ndio imefunuliwa katika maandiko ya matakatifu. Kwa hiyo ukimwelewa Yesu Kristo kama mwana wa Mungu halisi, mafundisho mengine yote ya Biblia, matakatifu, ikiwepo Sabato takatifu, ikiwepo hali ya wafu kwamba wanakuwa wamekufa, majio ya Yesu Kristo mara ya pili, hukumu, hekalu na mambo mengine yote ambayo ni ya kweli yanajengwa katika Mungu wa kweli ambaye ni Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Kwa mwana wa Mungu halisi. Kwa hiyo mambo hayo ukielewa hivyo kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu halisi, kwamba ni kweli kuna wakati Mungu alimzaa Yesu kama ambavyo walivyoamini pionia katika maandiko matakatifu na hata katika Biblia, basi unakuja kuelewa ya kwamba mafundisho yote ya Biblia ni halisi, yanakuwa ni halisi. Kwa hiyo Roho anakuwa ni halisi na mambo yote haya yanakuwa ni halisi kwetu, kwamba Roho ni uwezo wa Mungu, ni uwapo wake Yesu Kristo, ni uhai wake kupitia yeye mwenyewe, kupitia malaika wake, kupitia watumishi wake.
Yeye anakaa katika miili hiyo, kwa sababu hiyo miili ndiyo hekalu la Roho Mtakatifu. Na utaona jinsi ambavyo Biblia inaongea clearly na wazi bila mashaka. Fungu la 8 hapa tunaendelea, nasema kwamba tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha, kwamba wengi wamejikwaa katika hilo kwa sababu ya kuja na nadharia zao wenyewe. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile, wasiliamini nao, yani neno la Yesu Kristo mwenyewe, ili tunalolisema, hawaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, wanamkana. Nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Fungu la 9, bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Tunakuwaje watakatifu? Kwa sababu ya uwapo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, yani Yesu Kristo mwenyewe ndani yetu. Watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Na ndiyo hii tunayotangaza, ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Yaani wale wote wanaomwamini Yesu sasa ndiyo taifa la Mungu. Hiyo ndiyo injili ya kweli. Lakini wale wanaoamini ya kwamba wale Wayahudi walioko pale Israeli ni taifa la Mungu mpaka leo, watu hao wanakosea. Hiyo ni imani ya Mungu utatu. Ndio maana wanajitahidi kutaka kujenga tena hekalu pale, wakati Mungu hajaagiza hilo. Anasema hekalu ni ninyi mnaoamini, whether wewe ni Msukuma, whether wewe ni kabila gani, whether wewe ni Mkamba, whether wewe ni Mchaga, whether wewe ni Mrangi. Wewe ukimwamini Yesu na kumtii yeye, anapokaa ndani yako, wewe unakuwa ndiye hekalu la Mungu. Wewe ndio unakuwa taifa teule la Mungu. Hiyo ndio injili ya kweli kwa mujibu wa Mungu wa kweli, huyu tunayemfunua katika maandiko matakatifu, yani Yesu Kristo kama mwana wa Mungu. Tofauti na hapo, tutasikiliza injili za mashetani. Fungu lile la fungu lile la 11 nasema, kwa wapenzi na wasii kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho, yani uwapo wa Mungu. Fungu lile la 25 anasema kwamba kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Kwa hiyo utaona hapa pia analitumia hili neno roho katika context nyingine, kwamba Yesu Kristo ndiye mchungaji hata sasa hapa katika kanisa hili la sasa, ndiye mwangalizi wa roho zetu. Sasa si kwamba sisi na roho zetu ni watu wawili tofauti, kama ambavyo Trinity wanavyojaribu kusema kwamba Yesu na roho yake takatifu ni watu wawili tofauti. Si kweli, bali Yesu na roho yake ni huyo huyo mmoja, kama vile ambavyo roho zetu na sisi ni sisi hao hao. Kwa mimi na roho yangu ndiyo mimi hasa. Kwa unaposema kwamba maandiko yanaposema kwamba yeye ni mwangalizi wa roho zenu au roho yangu, maana yake yeye ni mwangalizi wangu, yeye ndiye anayeniangalia. Lakini fungu hili pia linachosema ni kwamba kwa kuwa mlikuwa mnapotea kama kondoo, sawa, lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Kwa hiyo Yesu Kristo bado ndiye mchungaji wetu hata hapa duniani, kwa njia hiyo tuliyoieleza hapo. Tunaenda katika Petro wa kwanza 3 mstari ule wa 18, anasema kwamba kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Akauawa kimwili, lakini akahuishwa kiroho kwa roho yake baadaye ilihuishwa. Okay? 19, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiria watu wasiotii hapo zamani, wakati Mungu alipowavumilia kwa subira siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufuka kwake Yesu Kristo. Naye yuko
katika mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutishwa chini yake. Kwa hiyo utaona anamwongelea Yesu na kwamba Yesu hapo zamani kupitia Roho yake takatifu ambayo ilikuwa ndani ya Nuhu, kwa sababu kwa kweli aliyehubiri habari ile za ujio wa gharika alikuwa ni Nuhu, mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo huyu Roho wa Mungu aliingia ndani ya Nuhu, na hapa ninaposema Mungu namaanisha Yesu, yani Roho wa Yesu, kwa sababu ndivyo ninavyosema hapa kwamba huyu Roho wa Yesu ambaye ndio Yesu mwenyewe, kama tulivyoeleza katika utaratibu wa namna anavyoingia kwa watumishi, alikuwa kipindi kile cha gharika aliwahubiria watu wale ambao hawakutii zamani. Na hapa anasema kwamba aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiria. Sasa roho waliokaa kifungoni kivipi? Kwa maana ya kwamba watu wale wa kipindi kile walikuwa katika kifungo cha dhambi, na hapo utaona anawaita roho. Kwa hiyo watu pia wanaitwa roho, kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba Mungu ni roho, kama tulivyosema katika Yohana 4 mstari wa 24. Yesu Kristo au Bwana ni roho pia, kama tulivyosoma katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili 3:16-17-18 na Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 45, kwamba Yesu ni roho, na mahali kwingine kwingi tu nasema hivyo. Lakini pia nasema kwamba malaika ni roho, kama tulivyosoma katika Waebrania 1:7 na Waebrania 1:14. Okay? Lakini hapa pia anasema na mahali kwingine kwingi kwamba roho hawa watu waliokuwa kipindi kile cha Nuhu walihubiriwa, na hawa ni roho na walikuwa kifungoni, walikuwa katika kifungo cha dhambi. Kwa hiyo huo ndio ukweli. Kwa kusema Roho Mtakatifu, mtakatifu ni kivumishi tu kueleza kwamba ni roho iliyotakaswa, ni roho iliyotengwa, kwa sababu kwa kweli neno takatifu ni kutenga. Okay? Kwa ajili ya matumizi ya Mungu au kwa ajili ya Mungu au Mungu mwenyewe. Kwa unaposema yeye ni mtakatifu ni kwa sababu yeye ni wa pekee, ametukuka. Okay? Ndio kusema kwamba ni mtakatifu. Kwa hiyo anaposema kwamba Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu ni ule uwapo na nguvu za Mungu zinapokuwa ndani ya mtu, pia zinamfanya yeye pia awe Roho Takatifu. Kwa hiyo tunaposema kanisa ni takatifu ni katika maana hiyo kwamba roho ya Mungu, yani Yesu Kristo, iko ndani ya kanisa hilo. Kwa hiyo Yesu yumo ndani ya kanisa hilo. Kwa ni kweli kwamba sisi kama sisi roho zetu hazina uwezo wa kuingia kwa mtu mwingine, lakini Mungu yeye kwa namna ya pekee roho yake takatifu ina uwezo huo, kwa sababu yeye ni mwenye uwezo wote wa kuingia ndani ya malaika, wa kuingia ndani ya watumishi wake ili atubariki. Ndio maana nasema ni nguvu zake, ni uwapo wake katika maandiko matakatifu. Tutapanua haya mawazo vizuri, tutaingia katika vitabu vya roho ya nabii, yameelezwa kwa uwazi na kinagaubaga. Lakini itoshe tu kueleza hapo kwamba ukiwa na imani sahihi ya Mungu utaelewa kwamba fungu hili halielezi, au hii passage niliyosema hapa haielezi kwamba watu hawa Yesu alipokufa immediately akaenda kuwahubiri, kwa sababu kwamba walikuwa roho zao hazijafa. Sababu hiyo ni imani ya kwamba hiyo ni imani ya Mungu Utatu, kwamba roho haifi. Mungu Utatu anachoamini kwamba roho haifi. Kwa hiyo wao wakisoma hapa wanachotafsiri ni kwamba watu hao walikuwa purgatory. Kwa hiyo Yesu alipokufa yeye mwenyewe roho yake haikufa, ila ilienda ikahubiri kule huko wanakodai ni purgatory, ambapo hizo roho zilikuwa zimefungiwa huko, wakahubiri huko, akahubiri huko. Lakini jambo ambalo unatakiwa ulielewe kwamba hiyo
mawazo hayo si sahihi, kwa sababu gharika, Yesu alipokufa gharika ilikuwa imeshatokea na watu walikuwa wameshakufa na hukumu yao ilikuwa imeshakatwa, na Mungu alikuwa ameshasema kwamba hatashindana na mwanadamu tena. Kusoma katika kitabu kile cha Mwanzo 6, labda tusome ili kuweka wazo hili vizuri. Mwanzo 6 fungu la kwanza, Mungu anasema vizuri kwa habari ya roho yake. Fungu la kwanza anasema kwamba ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni kwa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wote waliochagua. Fungu la tatu sasa, Bwana akasema, roho yangu. Kwa maana anasema kule kusema yangu au wangu kumaanisha kwamba ni nafsi au si nafsi, kwa kweli ni issue tu ya translation, lakini ukisoma ile ya Kiingereza iko wazi, my spirit, kwa sababu it goes either way, my spirit kama nguvu, kama uwapo wangu, au mimi mwenyewe. Kwa anasema kwamba roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni mwili, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Na ndipo ukisoma sura hii, baada ya hapo gharika ikatokea, wakaangamizwa. Kwa maandiko haya hayawezi kumaanisha kwamba Yesu alipokufa alienda kule, kwamba roho yake ilienda kule, kwa sababu moja nyingine, kwamba ukisoma hili fungu linasema kwamba ile la Petro kwanza 3 mstari wa 18, anasema sehemu ya mwisho pale, fungu la 18 sehemu ya mwisho anasema kwamba ili atulete kwa Mungu, akauawa kimwili. Okay? Ndio ile inasema kwamba alikufa kweli. Okay? Lakini uungu wake ulitulia katika ile kaburi. Sasa anasema hapa akauawa kimwili, lakini akahuishwa kiroho. Sasa maana yake nini? Kama alihuishwa kiroho, maana yake alikufa, roho yake alikufa, kwa sababu unahuisha kitu kilichokufa. Kwa hiyo alihuishwa kiroho. Kwa hiyo roho yake, kwa Yesu alipofufuka, alifufuka kama mpya, akiwa na mwili wa mbinguni. Kwa hiyo ni roho, akiwa na mwili wa roho. Ndio maana wanafunzi wake walipomuona hawakumtambua mara moja. Ilibidi ajitambulishe, ilibidi awaambie ni mimi, msiwe na hofu na vitu kama hivyo, sababu mwili wake ulikuwa unang'aa sana, lakini pia alikuwa ana utukufu. Kwa ni roho takatifu, na ndio maana alikuja kama Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, na hata sasa anakuja kama Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa mambo hayo ndivyo yalivyo, na ndivyo ambavyo injili ya kweli ya Mungu wa kweli inadhihirisha. Lakini ukiamini katika miungu ya utatu, okay, utaamini katika imani ya kutokufa kwa roho, kwa sababu kutokufa kwa roho kumejengwa katika fundisho la Trinity, fundisho la utatu, fundisho la utatu. Pengine niwaonjeshe kidogo roho ya nabii hapa kidogo. Ukisoma kitabu cha Patriarchs and Prophets au wazee na manabii, kile cha Kiingereza Patriarchs and Prophets, ni ukurasa wa 686, paragrafu ya kwanza, sehemu ile ya mwisho, kuna maneno yanasema hivi: Here the apostle has pointed out one of the marked characteristics of spiritualistic teacher. They refuse to acknowledge Christ as the Son of God. Okay, kwamba kwa kule kumkana Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Okay, yani kwa lugha rahisi kuamini utatu, kwa sababu utatu unakana kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe unakuwa ni mwalimu wa mafundisho ya umizimu, spiritualistic teacher.
mwalimu wa mafundisho ya uzimu ya umizimu, yani roho kutokufa. Kwa hiyo ni foundation. Unapokataa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu halisi, wewe unachoamini maana yake ni kwamba Yesu yani Yesu hakufa halisi kweli. Kwa hiyo maana kama hakufa, essentially kukombolewa hakuna kilicholipwa, ila ni igizo kilichofanyika pale. Na unachoamini hapo ni kwamba roho haifi. Kwa kama haifi, maana yake moto inabidi uwe ni wa milele pia, ule wa mwisho. Na hayo ni mafundisho ya Mungu Utatu. Kwa hiyo ukiamini Utatu, wewe Mwadventista Msabato, unatakiwa uende ukajiunge na kanisa Katoliki. Na kama hutarudi katika imani ya kweli, kuna ahadi katika maandiko na onyo katika maandiko kwamba pepeto litakapokuja utatoka ndani ya kanisa. Whether wewe ni mchungaji, whether wewe ni kiongozi wa General Conference, whether wewe ni mshiriki wa kawaida, kama hutarudi katika imani ya kweli, utarudi katika mafundisho ya mashetani immediately. Kwa hiyo fanya maamuzi, utii ukweli. Fanya maamuzi, utii ukweli. Tunapoenda kumalizia hapa katika Petro wa kwanza 4 mstari wa 11 anasema kwamba mtu akisema na aseme kama asemavyo maneno halisi ya Mungu. Tumeonywa kwamba ukisema wewe ni mhubiri, unataka kufundisha, sema kama asemaye maneno halisi ya Mungu, si maneno ya kinadharia, si allegories, yani maneno yenye uwakilishi, na si metaphors au similes, bali maneno halisi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akisema kwamba ana mwana, anamaanisha ana mwana. Mungu akisema kwamba roho yake ni takatifu, roho wake ni mtakatifu, yani ni roho ya Yesu, anamaanisha hicho. Hamaanishi Mungu roho, wala hamaanishi Mungu mwana, maana maneno hayo si halisi ya Mungu. Kwa anasema Petro, mtume mwenye uzoefu, anasema kwamba mtu akisema na aseme kama asemaye maneno halisi ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu alizojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Watu wawili tu, utukufu na uwezo na yeye hata milele. Amina. Fungu la 14 anasema mkilaumiwa kwa ajili ya jina la Kristo ni heri yenu, kwa kuwa roho wa utukufu na wa Mungu anawakalia. Kwa hiyo roho huyo tunayemtaja, yani Yesu Kristo, uwapo wake, nguvu zake zinakuwa ndani yako. Wewe unakuwa ni kiti cha Roho Mtakatifu, yani kiti cha Yesu. Anasema nataka aingie ndani yako. Kwa njia ipi? Kwa njia ya roho yake takatifu, roho wake mtakatifu. Kwa hiyo unakaliwa, manake unaongozwa na huyo. Ndio maana wewe pia unaitwa ni Roho Takatifu, kwa sababu ya uambukizo huo unaopata kutoka kwa Mungu. Fungu la 17 anasema kwamba kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni ipi? Tumeshahitaja hapo mwanzo. Ni watu wake, mle anapokaa yeye katika kanisa lake, yani wale wanaomcha. Siongelee dhehebu hapo. Roho nabii anasema kwamba only God can make a church. Popote pale wawili walipo kwa jina lake, wale wanaomwamini, wale waaminifu, hao ndio kanisa lake. Dhehebu na kanisa ni vitu tofauti. Dhehebu ni ministry, ni organization, lakini kanisa la Mungu halijawahi kuanguka, ni watu wake, wale wanaomtii. Kwa anasema kwamba kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu, na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Wale wasioamini alichokisema Mungu kwamba wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, watu hao itakuwaje kwao? Fikiria mpendwa,
jadili katika akili yako, ujue ya kwamba hukumu inakuja na tutahukumiwa kwa mujibu wa nuru tuliyoipata tukaipuuzia. Tukienda katika Petro kwanza 5 mstari wa 2 anasema, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, kama Mungu atakavyo, si kwa kufuata fedha aibu bali kwa moyo. Kundi la Mungu tulisoma pia katika kitabu kile cha Matendo 20 mstari wa 28 kwamba jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Mungu amewaweka ninyi, ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Roho Mtakatifu anatajwa kwamba ndiye mwenye hilo kundi, lakini ndiye Mungu, lakini ndiye aliyenunua kwa damu yake. Alimwagaje? Ni Yesu Kristo aliyemwaga damu hiyo. Kwa Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa ndio hilo kundi pia hapa linaitwa ni kundi la Mungu. Kwa hiyo pia hata wale wanasema kwamba Yesu sio Mungu wanakosea, kwa sababu hapa linaitwa ni kundi la Mungu na ni kundi la Yesu. Maana anasema kondoo wengine ni nao ambao sio zizi hili. Na anasema mimi ndiye mchungaji. Mchungaji ndiye anayemiliki kondoo hao. Kwa ni kundi la Yesu Kristo. 3, anasema wala si kama wajifanyao mabwana wa wale walio chini ya utunzaji wao, bali iweni vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtalipokea taji la utukufu lile lisilokauka. Kwa mchungaji mkuu ni Kristo. Hakuna mchungaji mwingine, hakuna mchungaji anaitwa Mungu Roho, bali mchungaji ni Yesu Kristo. Hata sasa ndiye anayeliongoza kanisa lake. Ndiyo maana ni kosa kubwa kujaribu kuadhibu watu wengine au kuwatenga na ushirika kwa sababu wanaamini tofauti na vile unavyoamini wewe. Ni kosa. Roho nabii inasema jambo hilo, kwamba ni moja ya dalili baya sana watu wakisimama na kufanya kitu hicho, kwa sababu anayepaswa kufanya hilo ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni mchungaji mkuu. Fungu la 9 anasema, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu kote duniani. Injili hii ilihubiriwa kote duniani, injili ya kweli. Ndio maana waliteswa. Na kama ambavyo nimesema hapo awali, kusoma katika vile cha Prophets and King, actually ni Patriarchs and Prophets, yani wazee na manabii, kurasa ya 686 paragrafu ya kwanza pale. Nataka tu nikusomee maneno machache tunapoenda kuhitimisha somo hili ili yatafakari. Ni maneno ya Kiingereza ili uelewe kwamba umizimu umejikita na umefungamananishwa na imani inayokana kwamba Yesu ni mwana wa Mungu halisi, na imani hiyo ni Utatu Mtakatifu, imani ya Kanisa Katoliki. Sasa naanza na somo kwa Kiingereza alafu nitafafanua. Anasema kwamba modern spiritualism resting upon the same foundation is but a revival in a new form of the witchcraft and the demon worship that God condemned and prohibited of old. Kwa hiyo umizimu huu wa aina mpya wa leo uko katika msingi ule ule na ni uamsho wa namna mpya ya uchawi na ibada ya mashetani ambayo Mungu aliikataa hapo kale. Anasema kwamba it is foretold in the scriptures which declare that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Kwamba imetangazwa katika maandiko, imetabiriwa actually katika maandiko kwamba watu wengi watajitenga na imani, the faith. Kwa hiyo ni imani moja, the faith. Sababu neno imani pia pengine ni somo lingine, lakini
imani pia humaanisha mafundisho. Kwa hiyo the faith, kwa hiyo ni mafundisho, ni aina fulani ya mafundisho ambayo ni unique, peculiar, hayafanani na ya ulimwengu, na hayo ndio mafundisho ya Biblia, na ndio mafundisho waliokabidhiwa kanisa la awali na mitume. Sasa hiyo inaitwa the faith, na hiyo ndio tunatakiwa tuiamini, na ndio hii inayojaribu kueleza hapa kwamba watu wataachana na hiyo imani wakitii roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa Mama White anasema kwamba Paul in his second letter to the Thessalonians points to the special working of Satan in spiritualism as an event to take place immediately before the second advent of Christ. Kwa hiyo Paulo katika barua yake ya Wathesalonike ya pili anaeleza kwamba shetani atafanya kazi katika namna ya pekee, na kwamba tukio hili la umizimu au spiritualism litakuwa ni tukio ambalo litatukia punde tu kabla ya ujio wa Yesu mara ya pili. Na ni kweli ukiangalia ndani ya kanisa letu ni kwamba imani hii ya utatu inaingia mwaka, ilikuwa declared rasmi, japokuwa ilikuwa inatokota tangia zamani chini chini, baadhi kati ya watu, iliingia mwaka 1980 kule Dallas walipokaa wakaamua kwamba tuamini utatu. Kwa hiyo wakaacha imani ile ya msingi ya kweli ya awali. Kwa hiyo ile ilikuwa ni manifestation ya wazi, japokuwa tangia mwanzo walikuwa watu kama kina Kellogg na watu kama hao ambao walikuwa wanaipush, na pengine tutafuatilia historia hiyo siku nyingine, lakini haikuwa wazi mpaka kipindi hiki ambapo uasi ulikuja ukadhihirika wazi zaidi. Kwa hiyo anaendelea, anasema kwamba speaking of Christ's second coming, he declares that it is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. 2 Thessalonians 2 verse 9. And Peter, describing the dangers to which the church was to be exposed in the last days, says that as there were false prophets who led Israel into sin, so there will be false teachers, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. Kwa hiyo imetabiriwa tangia kipindi kile cha Petro na hata kipindi chetu hiki, kipindi cha nabii wa Mungu Ellen G. White, bado tunasisitiza kwamba kama ilivyokuwa nasema kwamba kama Petro anavyoelezea hatari ambazo kwazo kanisa litaingia katika siku za mwisho. Anasema huyo Petro kwamba kama walivyokuwepo manabii wa uongo ambao waliingiza Israeli, huyu ni Petro na Ellen G. White, waliingiza Israeli dhambini. Israeli, kumbuka, ni kanisa la Mungu. Ni kanisa la Mungu, ni taifa la Mungu. Kumbuka hilo, kanisa lilokuwa jangwani ni kanisa la Mungu. Kwa kama vile ambavyo walikuwepo manabii wa uongo ambao waliingiza Israeli dhambini, so there will be false teachers who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. Kwamba ndivyo watakavyokuwepo walimu wa uongo ndani ya kanisa la Adventista Sabato, ambao watajiingiza kwa siri. Kwa siri wataingiza mafundisho ya uongo ya kutisha, hata kumkana Bwana mwenyewe aliyewanunua. Kwa hiyo ndio hicho, wanamkana Yesu kama kwamba sio mwana wa Mungu kupitia fundisho hilo la utatu, na wanakana wazi. Kusoma hata vitabu vyao vingi, kitabu mfano kile kilichoandikwa na Whitney na wenzake, kitabu kile cha kinaandikwa The Trinity, anakana wazi. Kusoma kitabu kubwa. Sasa na vitabu vingine vingi tu ambavyo vimeandikwa na viongozi wa kanisa ambao vinatetea dhana ya utatu,
na kusema kwamba tunafanana nao wale watu wa Jumapili kwa sababu nao wanafundisha utatu. Kwa hiyo swala hili limeshatimia. Sisi kama wacha Mungu tunatakiwa tujue ya kwamba wakati wetu wa kuondoka hapa umekaribia. Kwa hiyo hii kwamba watamkana hata Bwana ni Petro wa pili 2:1-2. Anasema here the apostle has pointed out one of the marked characteristics of spiritualist teachers. Kwamba hapa mtume ameonyesha wazi moja ya tabia za wazi za walimu wa kimizimu, walimu wanaofundisha spiritualism. They refuse to acknowledge Christ as the Son of God. Wanakataa kumkiri au kumkubali Kristo kama mwana wa Mungu. Kumbuka ni fundisho la utatu ndilo linalokana kwamba Yesu siyo mwana wa Mungu. Kwa sababu yoyote anayeitwa mwana, maana yake ni kwamba amezaliwa na huyo anayemuita yeye kuwa ni mwanaye, na Mungu haongopi. Alisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hiyo alimzaa kabla hata hajazaliwa na Maria. Lakini pia soma Yohana 1:34, nabii wa Mungu anashuhudia. Nabii wa Mungu Yohana Mbatizaji anasema kwamba sasa nimeona tena nimeshuhudia ya kwamba huyu, yani Yesu baada ya kumbatiza, ni mwana wa Mungu. Anashuhudia hicho. Pia Petro katika Mathayo 16:15-17 anasema wewe ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu anamwambia heri wewe Petro Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hai, bali Baba yangu aliye mbinguni. Alimfunulia wapi? Pale Yesu anabatizwa alisema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Katika ule mlima wa kubadilika alisema hayo maneno pia akiyarudia. Kwa Mungu akilirudia jambo ni la muhimu. Ni la muhimu sana. Ndio maana analisisitiza. Na ndio maana tunaonywa hapa kwamba hawa watu wanakana kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Kwa hapa nabii wa Mungu anasema kwamba concerning such teachers, the beloved John declares, Yohana tena naye anaeleza, who is a liar but that denies that Jesus is the Christ. He is Antichrist that denies the Father and the Son. Wawili. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Yohana 17:3. Pungufu ya hapo, zaidi ya hapo ni mafundisho ya uongo. Kwa hiyo mpinga Kristo tunamfahamu. Mpinga Kristo tunamfahamu kwamba ni papa. Na yeye ndiye anayefundisha kwamba utatu, the mystery of the Trinity, is the center of all Catholic teachings. Na kwamba the Holy Sunday is dedicated to the Holy Trinity. Lakini kitu cha kusikitisha kwamba sisi pia tumeyumba, tumefuata mafundisho ya mpinga Kristo. Kwa hiyo anasitiza, he is Antichrist that denies the Father and the Son. Whosoever denies the Son, the same has not the Father. Ukimkana Yesu kama mwana wa Mungu, kwamba sio mwana wa Mungu, wewe pia huna baba. Sasa kama huna mwana, huna baba, maana yake wewe unaongozwa na mashetani. Unaweza ukavaa tai nzuri, ukavaa makoti mazuri, ukasimama kwenye kanisa zuri, ukahubiri, ukawa na sifa kubwa, ukawa maarufu, ukawa ni kiongozi wa kanisa lenye jina la Mungu, lililoteuliwa na Mungu, lililoanzishwa na Mungu. Lakini mbele ya macho ya Mungu, kama hautii ukweli huu kama uliofunuliwa, wewe si zaidi ya Baala. Wewe ni Baala. Wewe ni Baala. Wewe ni mwalimu wa uongo. Unafundisha mafundisho ya mashetani. Na unasimama sehemu ya hatari sana
Hii tulikuwa tunasoma ni Yohana wa kwanza 2 mstari wa 22 na 23. Anamalizia Mama White anasema spiritualism by denying Christ denies both the Father and the Son. And the Bible pronounces it the manifestation of Antichrist. Patriarchs and Prophets, page 686, paragraph 1. Kwamba umizimu kwa kumkana Kristo una wakana wote wawili, Baba na Mwana, kwa sababu ukiamini utatu, unachosema ni kwamba Mungu Baba sio Baba. Kwa sababu unakuwaje Baba? Unakuwa Baba kama umezaa. Sasa kama hakumzaa Yesu, manake sio Baba, tayari umeshakana. Lakini pia Yesu anasema yeye ni Mwana. Wewe unasema yeye ni Mungu Mwana. Unasema hakuzaliwa, hakuwa na mwanzo. Manake unakana kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Kwa umewakana Baba na Mwana. Kumbuka hapa hajatajwa Mungu Roho Mtakatifu, wametajwa wawili. Na anamaliza anasema kwamba Biblia hicho kitendo hicho cha kukana Baba na Mwana inatamka kuwa ni udhihirisho wa mpinga Kristo. Kwa popote pale ambapo kuna fundisho la utatu, whether ni kanisani, whether ni huko Jumapili, whether ni huko Jumamosi, ni udhihirisho kwamba mpinga Kristo ameshabisha hodi ndani ya mahali patakatifu. Kama tunavyosoma katika Wathesalonike, ni udhihirisho kwamba tumeshageuka njia, tunaelekea katika mteremko unaoenda upotevuni. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba hata sasa, hata leo, wamekuwepo watu wanaoamini ukweli. Tangu zamani wanaonekana kuwa ni wachache, hawaonekani, lakini wapo hata sasa wanaoamini kwamba Yesu Kristo ni mwana halisi wa Mungu na kwamba Baba yake ni Baba halisi. Mungu ana mashahidi wake, na sehemu fulani anasema kwamba kama waliopewa dhamana ministers watashindwa kuhubiri ukweli kama ulivyo, Mungu atainua watu wengine ili wahubiri ukweli. Na kweli ameinua watu wanaohubiri ukweli, na kualika uwe mmoja wa watu hao watakaojitoa kujifunza ukweli na kuijua historia yetu kama kanisa na kufahamu kile tulichoitiwa na kukitii, ili tuweze kuwa salama na kupeleka hii injili yenye nguvu, yenye utisho mbele ya dunia. Karibu uweze kumpokea Yesu kama mwana wa Mungu katika moyo wako. Jikabidhi kwake ili kwamba aweze kukuelimisha. Jikabidhi kwake ili kwamba aweze kutawala maisha yako. Mpokee Yesu katika maisha yako kama mwana wa Mungu ili kwamba aweze kukubadilisha, ili kwamba aweze kukupa uwezo. Ni ombi langu wakati wote kwamba Mungu aamshe watu wengi zaidi katika kanisa lake kama ambavyo ameamsha wengi sasa wanaofahamu ukweli na wengi wanaohubiri bila hofu. Ndipo Mungu atajiandalia watu na kujitengenezea watu wake watakatifu ambao atawasimamisha kipindi hiki cha mwisho. Tunapoenda kufanya ombi la mwisho, nikukaribishe kwa ajili ya kutoa maisha yako kwa Yesu ili Roho yake mtakatifu, Roho wake mtakatifu aingie katika maisha yako. Yesu mwenyewe aingie kwa njia ya Roho yake mtakatifu katika maisha yako, kama tulivyosoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunapokuwa katika ombi la magoti, karibu tuweze kujikabidhi kwa Yesu. Baba, tumesoma neno lako. Wewe ndiwe jiwe kuu la pembeni. Wewe ndiwe Roho Mtakatifu. Wewe ndiwe
mjumbe wa mbinguni. Wewe ndiye mwana wa Mungu. Tunakushukuru kwa somo hili. Tunakushukuru kwa kipawa chako cha nguvu cha wokovu. Asante kwa sababu ya ujuzi wa neno la Mungu. Asante kwa sababu ya Biblia ambayo umeiweka wazi kwa ajili ya kila mtu kuisoma na kuitambua. Pokea maisha yetu, pokea maisha ya msikilizaji huyu anayesikiliza. Mpokee Bwana, msaidie, fungua njia kwa ajili ya yeye kuokolewa. Tumeomba haya tukiamini kwamba upo pamoja nasi hasa hata milele, kama ulivyoahidi kwamba utakuwa pamoja nasi. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba. Amen.